Hali ya taharuki ikiwa inaendelea kutanda katika ukanda wa Mashariki ya Kati baada ya mlipuko mikubwa kuripotiwa nchini Israel na katika miji kadhaa ya Ghuba na Uajemi, huku Iran ikiendeleza mashambulizi yake kwa siku 3 mfululizo dhidi ya maeneo yenye kambi za Marekani. Mapigano hayo yameongezeka kufuatia mashambulizi ya pamoja ya Israel na Marekani ndani ya Irani yaliyoripotiwa kusababisha vifo vya mamia ya watu. Milipuko imesikika katika miji ya Dubai, Doha, Manama, huku miundombinu ya kiraia ikiwemo viwanja vya ndege na bandari ikiripotiwa kulengwa. Kwa mujibu wa shirika la Msalaba Mwekundu la Iran, zaidi ya watu 500 wameuawa huku Israeli ikiripoti vifo kadhaa na majeruhi. Kauli kali kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na maafisa wa Iran wameongeza hofu ya vita kupanuka zaidi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, limemnukuu afisa wa Umoja wa Ulaya, meli zimepokea onyo kutoka kwa jeshi la Irani kuwa hakuna meli haitaruhusiwa katika kupita mlango wa bahari, njia ambayo ni muhimu kwa usafirishaji wa takribani mapipa milioni 20 ya mafuta kwa siku, sawa na karibu robo ya biashara ya mafuta ya bandari duniani. Kwa mujibu wa US Energy, usumbufu wowote katika njia hiyo unaweza kusababisha bei ya mafuta kupanda kwa kasi ya kimataifa. Kwa Afrika, athari zake zinaweza kuwa kubwa kiuchumi. Kupanda kwa bei ya mafuta kutaongeza gharama za usafiri na nishati na hivyo kuchochea mfumuko wa bei nchini. Nchi kama Kenya na Tanzania ambazo husafirisha bidhaa kama chai, kahawa, maua, korosho na karafuu kwenda Mashariki ya Kati zinaweza kuathirika iwapo safari ya meli na ndege zitafurugika. Tayari baadhi ya mashirika ya ndege yamebadilisha na kusitisha safari kutokana na hofu ya kiusalama, hali inaweza kuongeza gharama za usafiri na kuchelewesha biashara. Kwa upande wa usalama, iwapo Iran itaendelea kulenga kambi za kijeshi za Marekani katika eneo la Kiarabu, nchi kama Djibouti ambayo ni mwenyeji wa kambi ya jeshi la Marekani inaweza kujikuta katika hatari kutokana na uwezo wa makombora ya masafa ya kati. Aidha, maelfu ya Waafrika wanaoishi na kufanya kazi katika nchi za Cuba wanaweza kuathirika endapo mashambulizi yataendelea. Kwa ujumla, kadri mzozo huu unavyochukua muda mrefu, ndivyo athari za kiuchumi, kibiashara na kiusalama zitakavyozidi kuongezeka, si tu katika Mashariki ya Kati bali pia barani Afrika.